title, Teaching from the Ants. Teaching from the Ants. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tujifunze na wanyama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mnyama na ambaye tunaenda kujifunza ni mdudu. Na mdudu huyo anaitwa ant. Ant na Kiswahili ni nini? Anaitwa aje? Siafu. Siafu. Mwingine? Sigiri. Ant. So nataka tujifunze katika mnyama ambaye anaitwa ama mdudu na huyo ambaye anaitwa ant. Na kwa utangulizi nataka tuweze kuingia katika kitabu cha Ayubu 12 hapo mstari wa 7 kwenda mpaka 11. Job chapter 12 verses 7 to 11. Job chapter 12 verses 7. Isome. Job chapter 12 from verse 7 to 11. But ask now the beasts, and they shall teach thee, and the fowls of the air, and they shall teach thee. Or speak to the earth, and it shall teach thee, and the fishes of the sea, and shall declare unto thee. Who knoweth not in all these things, in all this, that the hand of the Lord has wrought this, in whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind? Does not the ear try words, and the mouth taste his meat? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Mungu linasema yako, but now ask the beast and they will teach you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa tuende kwa wanyama na wakaweza kutufunza. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tunaambiwa and the birds of the air and they will tell you. Hallelujah. Hata ndege wa angani wataweza kuwafunza, or speak to the earth and it will teach you, and the fish of the sea will explain to you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni baadhi ya wanyama na ambao tunaambiwa twende kwao na wakaweze kutufunza. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mwanadamu aliumbwa na akaumbwa akiwa na hekima kuu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akaweza kumpa mwanadamu, akaweza kumpa mamlaka ya kuweza kuwataja wale wanyama na kuweza kuwapa majina. Bwana Yesu asifiwe. Tena akaweza kuwapa mamlaka ya kuweza kucontrol wanyama wale. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini sasa Mungu anatuambia endeni kwa wale wanyama, na wale wanyama waweze kufanya nini? Kuwafunza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndiposa nataka kuongelea kuhusu mdudu huyu na ambaye anaitwa ant. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Na nataka tuende katika sehemu na ambayo ant wako na tuweze kusoma kutokana na hawa wanyama. Tuingia katika kitabu cha Proverbs 6. Proverbs chapter 6 and verse 6. Proverbs 6 verses 6 inasema nini? Go to the ant, thou sluggard. Consider her ways and be wise. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Go to the ant, you sluggard. Hallelujah. Sluggard ni watu wa gani? Ana ambao wanaitwa sluggard ni watu wa gani? Watu na ambao ni wavivu. Praise be to God. Hallelujah. The lazy people. And the Bible says, you go to the ant, you sluggard. Bwana Yesu asifiwe. And consider her ways to be wise. Praise be to God. Consider her ways to be. Nisome kutoka hapa. Proverbs 6 verses 6. Go to the ant, you sluggard, consider her ways and be wise. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na wakati tunaambiwa go to the ants. Go to the ants. Ukianza kuwaza na kufikiria kuhusu ule mnyama na ambaye anaitwa ant, ama an ant, ni mdudu na ambaye ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ni mtu na ambaye ni mkubwa. Na wakati Mungu anakuambia enda kwa ule mdudu, anakuambia go to the ant, consider her ways. Praise be to God. Uweza kusoma kutokana na mienendo ya ule mdudu. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Pale mwanzo katika kitabu cha Ayubu tumeambiwa twende kwa wanyama. Na wanyama na ambao wakaweza kutajwa ni ndege, samaki. Bwana asifiwe, the beast. Lakini tukiingia katika kitabu cha Proverbs tunaambiwa sasa, you sluggard. Haleluya. Go to the ants, consider her ways. Praise be to God. Amen. Utapata mtu anaenda kushika ule mdudu na amweka katika mkono wake, na anaambiwa sasa, mtazame huyo mnyama and run something from that mdudu. Bwana asifiwe. Haleluya. You have 5 brains. Ule ni mdudu mdogo, lakini Mungu anakuambia sasa, you sluggard, wewe mtu mvivu, enda kwa ule mdudu na uweze kujifunza na yeye sasa. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Amen. There are the lessons that I want us to learn kutokana na ule mdudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama tuweze kujifunza jambo kutokana na mdudu ule. For those 30 minutes that we have, najua tutaweza kujifunza kitu kutokana na mdudu yule. Na from there, I know that somebody ataweza kushika jambo kutokana na mdudu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And these are the lessons that we shall learn from these ants. Praise be to God. And number 1, ants are very organized. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. I want to go twende mpaka mstari wa 8 ama 8 lessons that we shall learn from these ants. 8 lessons that we shall learn from these ants. And number 1, ants are very organized. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wala wanaandika mumeandika hiyo. They are very organized. Mdudu ule ni ngumu upate akiwa peke yake. Na and if ako peke yake, lazima akue kuna jambo anafanya. Hallelujah. Nani ameenda na kupata mdudu ule amekaa peke yake amelala? Praise be to God. Hallelujah. Ni ngumu upate an ant imeenda mahali na ikuwa peke yake ikiwa imelala. Praise be to God. As we have spoken that they are very organized. They know what they are doing. Praise be to God. Wanajua kile na ambacho wanafanya. Akiondoka katika kikundi kile cha wadudu wengine na kuweza kuondoka, anajua kile na ambacho anaenda kufa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wakienda wakishirikiana katika ujenzi wa jambo, wanashirikiananga pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And if you go to that mahali ambapo wanakaa, unapatanga ya kwamba wamekusanyika na wakaweza kutengeneza boma moja. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Which means they are organized. Wanajua kile na ambacho wanafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. We have the Christians of today. Ama tukao na watu katika nyumba ya Mungu, but they are not organized. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko na watu kanisani, they do not organize their days. Praise be to God. Amen. They do not organize their work. Katika nyumba zetu unapata people, they have not organized themselves. Hallelujah. Amen. A Christian that does not know even to organize his time. Hajui kuorganize masaa yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Unakaa na kujua ya kwamba hii masaa napaswa nikuwe nikifanya hivi. Hii masaa napaswa nikuwe nikifanya hivi. Siku fulani niko kanisani. Siku fulani niko katika mfungo. Siku fulani niko katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. But for the people that we do have today, the Christians that we do have today, they do not know how to organize themselves. Praise be to God. And that's why the Bible says, "Oh, to you sluggard, go to the ants." Praise be to God. Hallelujah. Go and learn something. Praise be to God. It is a high time kuanzia leo. You know that jinsi ya kuorganize masaa yako na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. It is a high time ujue kuorganize maisha yako. Hallelujah. Maisha ya Mkristo unaweza kupata maisha ya mtu mwingine iko very scattered, hata ajui anaanzia wapi atamalizia wapi.
Bwana Yesu asifiwe. Uko na wokovu, but hiyo wokovu yako it is very scattered. You don't know whether you are in lukewarm or you are hot or you are cold. Bwana Yesu asifiwe. You are very disorganized. Haujijui mwenyewe. Praise be to God. Amen. That is only number one. Number two, they do share much. Hallelujah. They do share much. They have something called unselfish unity. Unselfish unity. They do share much. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Wangapi wameipata yule mdudu wakiwa wameshikania kamchere ama kakitu kameanguka chini, wanajaribu kukatana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wangapi wameipatana na? Praise be to God. Amen. Kwa hivyo tumeiona. Which means they are not unselfish. Praise be to God. Hallelujah. Amen. They are not selfish. Praise be to God. Amen. Which means watu ama wadudu wanapendana. Praise be to God. And whatever I get, I shall share with the other one. Praise be to God. Huyu kama hana, amerandaranda, amezunguka, akitafuta kazi, akitafuta chakula. Mimi nimezunguka, nimepata hiyo chakula, nikipata nitakuja na tuweze kugawana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. They are not there to say that mimi ndiye ambaye nimefanya kazi, mimi ndiye ambaye nimepata, so wewe go enda na uzidi kutafuta, ukipata ukule yako, wacha mimi nikule yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. That's what the Christians today do. Hivyo ndivyo na unapata ya kwamba katika nyumba ya Mungu watu wanafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kile ambacho nimeenda na nikapata, kile ambacho nimefanya kazi na nikaweza kupata ni yangu na nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. I don't have time for my neighbor. Praise be to God. Amen. Sina wazo lolote na huyo na ambaye tuko majirani, huyo na ambaye tunashiriki naye kanisa moja, huyo na ambaye yako katika street akiomba. Praise be to God. Sina wakati wake. Hallelujah. I don't atupati amen. Praise be to God. Amen. This is a Bible study. Na niliwaambia tunakuja kufanya nini? Kuzungumuza. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Tunakuja kusemezana. Si mketi niwaambie. Praise be to God. Amen. Mimi siwaambi, mimi nataka tuzungumuze. Na mimi kuzungumza kwenu ninawauliza mnaji? Praise be to God. Ama hapo kwa kupeana imekuwa ngumu. Hapo kwa kupeana imekuwa ngumu. Hallelujah. Amen. Let us run to share. Let us run from these ants. Praise be to God. Amen. If they can share that one lice, a piece of lice, that hiyo na ambayo inaangukanga kwa meza inaanguka hapo, they share that. What about you? Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Number 3. They are much disciplined. They are much disciplined. Praise be to God. Amen. Wadudu wacha tu anaitwa ants. Kuna mdudu na ambaye anaitwa nyuki. And if also we can learn from the bees and also other insects, you will come to learn that they have their leaders. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. And these little things or little insects, they obey. They have discipline to their leaders. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. They are much disciplined. Yani wakati wanaondoka wanakumbukanga kurudi. Bwana asifiwe. Praise be to God. Mahali na ambako wametoka. Sometime back wakati nilikuwa na shunga naenda ninashunga wanyama ama ng'ombe za baba yangu. Ungelipata saa zingine nimepata that ant. Na nimeisumbua mpaka napata nimekaua. Bwana asifiwe. Kwa maana ninajaribu kusoma haka ant. Naanza kufikiria ninajiuliza. Venye kanaenda hivi katakumbuka kwenye kalitoka. Bwana asifiwe. Hallelujah.
Then ninaanza kuconsider mimi one step ninaenda mbali sana. Aka kanatoka hapa kabla kafike pale siku inaweza kuwa imeisha. Bwana asifiwe. Haleluya. So nilikuwa ninasoma sana kutokana na wale wanyama, wale wadudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. So ndio nikakuja na kugundua these insects are very disciplined such that wanatii na kuweza kuwa na hiyo umakinifu katika awamu ya kuondoka na kurejea mahali ambako wameweza kutoka. Bwana asifiwe. Amen. Praise be to God. Amen. Ukiconsider mahali ambako Mungu ameweza kukutoa, ukiconsider mahali ambako Mungu aliweza kukung'oa, you will always be disciplined to him. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. If you consider the leaders who leads you, you will also be disciplined to them. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So as the ants are disciplined to their leaders, also we Christians. Bwana asifiwe. Amen. Hata sisi tunapaswa tuwe na that discipline. Tuonyeshane discipline kwa viongozi wetu. Tuonyeshane discipline katika nini? Wale ambao wanatuongoza na pia kwake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Number 4. They are wise and intelligent. They are wise and intelligent. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. They are wise and intelligent. These insects, they don't carry biros, they don't carry pens. Wakienda kuchora map ya nyumba na ambayo wanataka kujenga. Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise be to God. Hawachorangi, hautapata wamechora. But we people lazima tutumie kara. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. But for the ants, wanaenda wanakusanyika, wanaleta kidogo. Hatimaye unapata nyumba imetengenezwa. Praise be to God. Amen. That's what our Lord is telling us today. Let us be wise and intelligent. Praise be to God. Amen. To be wise does not mean to be in the world. Hallelujah. Amen. Kuwa na hekima haimaanishi turudi katika ulimwengu tukafanya mambo ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Bali hata katika nyumba ya Mungu kunahitajika hekima. Mtu ambaye alikuwa anaitwa Solomon, he walked with God yet he had wisdom. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Alikuwa na hekima kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And that's what God is calling us for today. Let us be wise. Praise be to God. Amen. Let us be wise. As the insects are wise to do their things, Christians, let us be wise. The bride of Christ, let us be wise. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. To be wise with the words that we give to other people. Bwana asifiwe. Kile na ambacho unaweza kujibu mwenzako, vile na ambavyo unaweza kuzungumza na ndugu yako na dada yako, tumia maneno ya hekima. Bwana asifiwe. Amen. Usimkwaze, usikozike. Haleluya. Amen. Vile unazungumza na watu na ambao ni wakuu, maneno na ambayo unasikiliza ama unasikiza, be wise to speak them. Haleluya. Amen. Praise be to God. Amen. Mambo na ambayo unatarajia kufanya, be wise. Haleluya. Amen. Ninakumbuka maneno ya yule jamaa ambaye alishinda jana. The words that he gave, the words came with wisdom. Bwana asifiwe. And those words, they are the words that are leading the world today. Bwana asifiwe. No human has limits. Praise be to God. Na hiyo maneno ndio na ambayo imewekwa kwa kumbukumbu. Nilikuwa naona mpaka microphone imeandikwa hiyo maneno. No human has limits. Praise be to God. Amen. The same words imewekwa katika kumbukumbu ya ile akina Obama walisema yes we can. Yeye amesema no human has limits. Praise be to God. Amen. You can die today but your words will remain forever.
Haleluya. Ukiwa utataja maneno na ambayo ni ya kujenga, kwa nini watu wataichukulia vizuri? And the same way, venye utachukulia maneno ya kubomoa, the same thing will happen to the people. Bwana asifiwe. So the bride of Christ, let us be wise. In speaking words, let us be wise. In doing our things, tuwe na hekima. Bwana asifiwe. Na Mungu ataweza kutubariki. Tunaenda namba 5. Number 5. They are very persistent. They are very persistent. Luke 11:8. Luke chapter 11 verses 8. Luke 11 chapter 8 verses 8. Luke chapter 11 and verse 8. I say to you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his impunity, he will rise and give him as many as he needed. I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Bwana asifiwe. Haleluya. Persistence ni kumaanisha nini? Yeye amesema kuzingatia. Persistence mtu mwingine? Kuendelea. Mtu mwingine anasema persistence ni nini? Persistence. Haleluya. Mtumishi umesema kuendelea. Na kama unaongezea na kuendelea unaongezea jambo lingine na kusema kuendelea kugoja. Bwana asifiwe. Haleluya. The persistent, having patience. Praise be to God. Kuongoja. Haleluya. Ukisoma kutoka hapo verses 5 inasema ya kwamba, and he said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within and say, do not trouble me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Bwana asifiwe. Praise be to God. Yesu alikuwa anapeana mfano na kusema ya kwamba wewe umeondoka kwako, umeenda kwa jirani yako na ambaye ni rafiki yako. Bwana asifiwe. Amina. Umeenda ukagonga by the midnight, masaa ya saa 6 usiku, watu wamelala. Wewe umeenda kwake na ukagonga mlango na ukamwambia, ndugu yangu ama rafiki yangu, nipe mikate 3 maana ninao wageni na ambao wamekuja kwangu. Yesu akasema ya kwamba maana ule mtu ataamuka na kusema, sitaweza kuamka maana mimi nimelala na familia yangu tumelala, kwa hivyo sitaamuka. But the Bible says what? Because of the persistence, ule mtu kungoja na kukawia mahali pale na kuongojea, huyo mtu ataamuka, not because huyo ni rafiki yake, lakini ni sababu ya persistence na ambayo ameona huyu mtu wako nayo, ataamuka na aweze kumpa nini? Ule mikate. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakristo tunaitiwa persistence. Praise be to God. Tunaitiwa kungoja kwake Mungu. Bwana asifiwe. Tunaambiwa tusife moyo. Haleluya. Praise be to God. These ants don't give up easily. Praise be to God. Hata wakati unawekeanga mchere kwako, ile mchere ya kuua, unaonanga bado hawaondoki. Praise be to God. Huku Nairobi hakunanga ants sana. But in Naivasha ulikuwa unakaa kwa nyumba, unaziona zikiingia tu. Zikitoka. Unaziwekea dawa. Hata ukiziwekea dawa unaonanga zinatoka lakini bado zinarudi. Bwana asifiwe. Because they know what they are going to get there. Praise be to God. Hallelujah. If you know what you are going to get to the Father, lazima you have that persistence. Lazima uongoje. Bwana asifiwe. Hallelujah. Lakini huwezi enda tu na kuomba na usikia ati hajajibu ukose kuomba tena. Praise be to God. Uanze kurudi na kusema Mungu hanijibu. Praise be to God. Amen. So tunaitiwa persistence. Hallelujah. Amen. Now that is number 5. And number 6. They are number 6. They never give up. Praise be to God. They never give up.
Hallelujah. Amen. These insects never give up, and that is what I have told you. Unajaribu kusiangamiza, lakini bado inang'ang'ana. Ikiangusha kale kamchere, unaonanga imerudi nyuma, inaenda inakachukua. Haleluya. Hata ikibeba na zinabeba mpaka mzigo mkubwa kushinda vile zinatoshana. Haleluya. Amina. Umepatana naye imewekelea kimzigo hapa. Mpaka unashindwa kama itaweza kuibeba. Inaendana na hiyo mzigo, inaangusha. Inafikiria kuenda, unaona imerudi tena. Inachukua hiyo mzigo tena. Unaona inabeba tena, inapeleka mpaka inapelekea familia yake. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Let us never give up. In whatever we do, let us never give up. In serving the Lord, let us never give up. Praise be to God. No matter the persecution, no matter the storms, let us never give up. Bwana asifiwe. Tusije tukakata kauli ama kufa moyo. Tusije tukakufa moyo. Tunapomtumikia Mungu, tusije tukakufa moyo. Ukiwa unaona unatoka distance ndefu, usije ukakufa moyo kuona ya kwamba unatoka distance ndefu kuja kumtumikia Mungu mahali hapa. Bwana asifiwe. Amen. Always pray God and He will strengthen you. Praise be to God. Amen. The apostles in the prison, they never gave up. Hallelujah. Amen. Waliishi kuandika hata barua wakiwa katika prison ya kuzidi kuwatakia ndugu laheri. Na unaona mwenye ako kwa prison, he is encouraging the brothers outside the prison. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Which should be vice versa. Wale wako nje ndio wanapaswa wampe huyu nini? Courage. Wamwambie ndugu utatoka. Hallelujah. Lakini this person ako on the bondage, amefungwa. Lakini bado anaandikia watu barua. I hope mnaendelea vizuri. May God strengthen you. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Let us never give up. Let us never give up on this race. Let us never give up on this highway of righteousness. Let us never give up until we get our crown. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ni kwa sahi tunateseka. Ni kwa sahi tunapitia majaribu. Lakini one day it will be a glorious day to our life. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Psalms 133 verses 1. Psalms 133 verses 1. Psalms chapter 133 and verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Hallelujah. Praise be to God. Amen. How good? Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. In unity. Praise be to God. And that is what we are speaking about today. Hallelujah. Praise be to God. In unity, tukishikana ni ngumu upate ndugu mmoja ameweza kukifa. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Watu wakishikana, watu wakiwa pamoja, ni ngumu uone mtu ameweza kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wakitengana, somebody will give up. Praise be to God. Watu wakiwa na utengano, mambo mingi itaanguka. Hallelujah. Watu wakiwa wanaenda pamoja, wengine waanze kujitenga, hata utashindwa kusimama. And the Bible says, how good is it for brethren to be in unity. Praise be to God. Hallelujah. Number 7, they are strong and hard working. They are strong and hard working. These insects are very strong and they are very hard working. Praise be to God. Do not forget the theme of the word of us in Proverbs 6:6. Na ambayo inasema ya kwamba go to the ant you sluggard. Go to the ant you sluggard. Hallelujah. Consider her ways and be wise. And be wise. Hallelujah. Now we are learning on number 7. They are strong and hardworking. Praise be to God. When you get strong,
and you are hardworking, you will achieve your goal. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Whatever mission that you have, if you grow on strong, if you grow on hard working, lazima utaweza kuiachieve. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. But ukiwa weak, ukiwa mvivu, hautaweza kuachieve anything. Praise be to God. Amen. Hallelujah. And I'm happy that this word na ambayo iko siku ya leo inapelekana na mambo na ambayo ilifanyika jana. Hallelujah. Praise be to God. Inaandamana vizuri. That through hard working you shall achieve your dreams. Through hard working you shall achieve your goals. Praise be to God. Hallelujah. Amen. It is hard working to walk on the way of righteousness. Ni kazi ngumu. Maana tunaambiwa na Biblia struggle. Praise be to God. Struggle. Hatuambiwi tulale. Hallelujah. Amen. Hatuambiwi tulale. Tunaambiwa struggle, work hard. Praise be to God. Amen. But be strong. Hallelujah. Be strong. Be persistent. Work hard. For you to achieve that crown, work hard. Praise be to God. The Bible says, work hard your salvation. Praise be to God. Amen. Work hard for your salvation. Not only now salvation, also to this life that you are living today. Work hard. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wakristo na ambao wameokoka, unapatanga wengine hata hatakai kufanya kazi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Praise be to God. Amen. But the Bible says, work hard. Work hard. Hallelujah. Amen. Let us work hard. Not only for salvation, but also for the life that we are living today. Maana nisipofanya kazi, I'm not working. Ikikuja kazi ya Mungu, I'm not working. Nini itanizuia nisiende kuiba? Praise be to God. Hallelujah. Amen. God hates lazy people. Praise be to God. Amen. God hates lazy people. Hallelujah. Amen. There are things that are apart from salvation. Hello? Hawezi kuishi mahali usemange ati wewe uliokoka ukae tu hivyo de. Useme uliokokanga, hakuna kitu unataka kufanya. Niliona ndugu mmoja tulikuwa na yeye mahali nikiwa sehemu za Naivasha. Akiambiwa afanye hivi hataki, akiambiwa afanye hivi hataki, akiambiwa akae hivi hataki. Kazi ametafutiwa hataki. Anataka kukaa kanisani. Kanisani anapewa 500 kwa mwezi. Na anakaa kanisani lakini tunaishi naye kwangu. Mimi naenda nashinda nikisukuma mifupa, nikipiga mifupa na kibui. Ile pesa napata nakuja tunakula. Hii 500 uniambie kwa mwisho wa mwezi ndio italipa nyumba, ndio tutakula, ndio tutavaa twende kanisani. Hello? Hello. Bwana asifiwe. Amen. So we must work. Hallelujah. Amen. We must work hard. Tuliweza kusoma they do share much. We want to share. Tunataka tuweze kushare something. Hallelujah. We want to share with the orphans. We want to share with the widows. Tutawapea nini tukikaa de? Hallelujah. Amen. Tusipofanya kazi tutapeana nini? Praise be to God. Amen. And the Bible says the true gospel is the gospel that na ambayo inashughulikia nani? Wajane na orphans. Praise be to God. Amen. That is the true gospel of our Lord Jesus. Lakini tukikaa hivyo na uvivu tukosa kufanya kitu, tutawapea nini? Hallelujah. Praise be to God. Tukienda katika kitabu cha Job, Ayubu. Job 28. In the book of Job 28. Nikienda kumalizia. Was it 28? Kidogo. 29.
Unapata mtu na ambaye alikuwa anaitwa Ayubu. He was bragging, ama alikuwa anajivunia matendo yake ya uhaki. Praise be to God. In the book of Job 29 verses 14. 29 verses 14. Alikuwa anafurahia mambo ambayo alikuwa anafanya wakati alikuwa na pesa. Praise be to God. Wakati alikuwa na utajiri, mambo ambayo alikuwa anafurahia. In the book of Job 29:14 inasema, I put on righteousness and it clothed me. My justice was like a robe and a turban. I was eyes to the bride. Praise be to God. I was eyes to the bride. I was feet to the lame. I was a father to the poor. And I searched out the case that I did not know. I broke the fangs of the wicked, and I plucked the victim from his teeth. Hallelujah. Because he was searching for the justice kwa wale ambao, those people who are weak. Hallelujah. Praise be to God. Then I said, I shall die in my nest and multiply my days as the sand. My root is spread out to the waters, and the dew lies all the night. 21. Men listened to me and waited and kept silence for my counsel. After my words they did not speak again. Hallelujah. Bwana asifiwe. But the key word here is, he was eyes to the bride. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So when he was there, wakati alikuwa na uwezo, alikuwa anahakikisha, he worked for that righteousness. Praise be to God. Amen. He worked for it. Hakuwa anakaa tu na kusacrifice animals for his children. No. Ama kuita matajiri wenzake, twendeni tukule na tukunywe. But he was working for the justice. Ya wale ambao hawakuwa wanajiweza. Alikuwa anatafuta cases na ambazo watu wameshindwa kujitetea. He was like a lawyer. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. For the poor, he used to feed them. For the lame, anasema alikuwa yeye mwenyewe akiwatembeza. He walked on their behalf. Kusema ya kwamba umepata that lame, he wants to cross the road, lakini there is that jam, traffic na ambayo ni kuu, ameshindwa kuvuka. Wewe unakuja unampita na unavuka barabara. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. We must work hard for the righteousness. We must work hard for salvation. Praise be to God. And God will bless us. Hallelujah. That was number 7. Number 8 na ya mwisho. Number 8. Inasema, they enjoy working in teamwork. They enjoy working in teamwork. They work in troops. Another word. They work in troops. To work in troops ni kumaanisha ya kwamba walikuwa wanafanyanga kazi wakiwa vikundi. Those insects, the ants, mara mingi utawapata katika vikundi. Haleluya. Hata nyuki unapatanga ya kwamba wakati wanatembea unapata wanatembea wakiwa pamoja until to their destination. Na mahali wanafika destination ndio unapata sasa nyuki imeruka kwa ua lake. Hallelujah. Praise be to God. But at the end of the day, ile yote na ambayo zimekula zinaletaka mahali pamoja. Praise be to God. Amen. Hallelujah. They worked in troops. They worked. They enjoyed working in teamwork. Hallelujah. Praise be to God. It was in teamwork ndio na ambayo ukapata that Kipchoge na akiweza kukamilisha his race well. Praise be to God. Amen. Those pacemakers walimu-encourage sana. Hallelujah. Amen. They were in groups of 5. Na walimsaidia sana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wakati unaenda kukufa moyo, unapata you have the teamwork na ambayo inakuja inakushikilia, unasikianga kuendelea. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Lakini wakati unatembea na watu, unaona watu wamekuondokea, hata unasikia kukufa moyo kabisa. Hata ukiangalia that race on the final 200 meters, wakati alifika 200 meters, the pacemakers waliondoka mbele wakakuja
But hawakuenda huko kando kando wakamuondokea. No. They were here back. Go, 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 go. They were pushing him. Go. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. When you have a teamwork that you are working with, you will success. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. When you have a team that you are working with in this salvation, in this highway of righteousness, kwa hakika utaweza kushinda. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini ukikaa kwa nyumba useme sitaenda kanisani, kanisa zimeharibika siku hizi. Useme ati nimeokoka, wacha mimi nitakuwa najisomea Biblia, wacha mimi nitakuwa naimbisha nyimbo kwa nyumba peke yangu, ninaomba, ninalala. Hakuna mahali unaenda. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna mahali unaenda. Tunakupea miezi 2 peke yake. Usome Biblia, ufungulie Wangojini. Ufungulie kipindi kingine hapo. Wewe na salvation uanze kuanguka pole 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 pole. Bwana asifiwe. Haleluya. Maana watu wako wengi ni hata wengine ukienda kwa milima huko utawapata leo Jumapili. Bwana asifiwe. They don't want to go to church. Maana gani? Kanisa zimeharibika. Haleluya. Wachungaji wameharibika. Manabii ni waongo wako kanisani. Hatutaenda kanisani. So mimi nimeokoka na nimejuana na Mungu wangu. So nitafanya nini? I will go in the field. I will go and praise my Lord there. Hallelujah. That's what people are doing today. You walk all alone on the race. Ukitembea katika vita ukiwa peke yako, kwa hakika utauawa. Praise be to God. Ukitoka hapo uende Somalia ukiwa peke yako, hata ukiwa umebeba machine gun na grenade, utapigwa risasi na utakufa. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. This thing is all about teamwork. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Amen. Righteousness is all about teamwork. Hallelujah. Amen. Yes, you have your own righteousness, but you need somebody to encourage you. Praise be to God. Hallelujah. Amen. If Paul was not writing those letters to the epistles ama kwa ndugu, maybe they would have fallen away. Lakini wakipata ile barua inakuja, wanaona kuna mtu anatukumbuka. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Wiki nzima umekuwa shughuli zako. Jumapili unashindwa kwenda kungamana na timu yenye ambao mnasaidiana katika wokovu. Ndugu yangu, utarudi nyuma. Praise be to God. Amen. Utarudi nyuma. You may not fall instantly, but slowly by slowly you will fall away. Hallelujah. And that's why you see the politicians, they organize themselves tuweze kuingia katika chama fulani. Maana anajua katika chama unaweza pata kiti haraka. Hallelujah. Lakini nikisimama independent, nikisimama nikiwa peke yangu, sitajulikana. Lakini nikiingia Jubilee, si nimejulikana. Nikiingia ODM, si nimejulikana. Hallelujah. Bwana asifiwe. So this thing is all about teamwork. Praise be to God. Hallelujah. Even though God so that Gideon ataenda hiyo vita na aweze kupigana, hakumwachilia ende peke yake. Hallelujah. Hata kama alipunguza watu, hakupunguza Gideon akamwambia enda peke yako. Bwana asifiwe. Alimwachia wanaume wengine. Praise be to God. Hallelujah. So you should have a teamwork on this journey. Wakati unasikia umelemewa, you have somebody na ambaye unamwambia ndugu yangu kuna mahali ambapo nimelemewa. Hallelujah. Wakati unasikia usherati inataka kuingia kwako, inagonga hodi, you have that somebody, pray for me. Hallelujah. There are demons that you cannot cast them you alone. Praise be to God. You need a leader, you need a teamwork. Hallelujah. You need the wailers of the Lord. Praise be to God. Uko na watu ambao wanakuombea. Hallelujah. Watajifunga kwa sababu yako ndio hiyo mapepo iweze kuondoka. Praise be to God. Amen. There are demons ambao huwezi pigana nazo ukiwa peke yako. Hata wewe unataka kwenda kazi ya uinjilisti. Do not go all alone.
Haleluya. Amen. Praise be to God. Amen. Tembea peke yako, mapepo itakupiga huko nje. Haleluya. Apostle angeenda pale KU peke yake, apigwe kofi, angesikia amekufa moyo. Lakini akutazama akaona niko na Evangelist Jeremia hapa, tuko na mwingine hapa, unaona unapata nguvu. Lakini go enda peke yako, utashindwa. Even though to do evangelism, utaenda kuhubiria kahaba na atakugeuka. Haleluya. Utajipata si kuhubiri, unahubiri umeanza shughuli zingine. Haleluya. Because when you are wakati uko peke yako, you might be weak. Praise be to God. But when you are in teamwork, mtaweza kukabiliana na ile mapepo. Praise be to God. Amen. Maana umeenda kuhubiria mtu akwambia, "Hey, mchungaji umefanya vizuri, karibu kwangu. Hata niko na ngojea hii neno." Na uketi, waambiwa kwanza shika chai. Kwanza Biblia uweke kando. Bwana asifiwe. Amen. Kwani ukikunywa chai utakuwa umefungua Biblia hapo? Si kwanza utafunga Biblia uweke hapa. Unajaribu kusema, "Dada, nilikuwa nimeletwa na hii neno." Na anakuambia, na hiyo neno ni mzuri." But by the end of the day utaanza kutubu. Mungu, nakuja mbele zako na tubu dhambi na makosa yote nimefanya, usherati. Sikuwa ninajua nitafika hapo. Haleluya. Who will lose? Wewe ama kahaba? Nani atalose? Praise be to God. Kahaba ako already kwa dhambi. Ameangusha mtumishi. Haleluya. Wewe ndio ulikuwa unaenda kuhubiri ndio upate crown. Lakini wewe ndio umeanguka. Wewe kwa hivyo ndio umefanya nini? Wewe ndio umelose. Haleluya. Nisome in the book of Ephesians chapter 4 verses 1 to 6. Ikienda kumaliza dakika hiyo ine imebakia. Ephesians chapter 4 from verse 1 to 6. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Hallelujah. Praise be to God. Amen. And Paul says, I beseech you to. I therefore beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Yes. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Praise be to God. With all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. Praise be to God. Amen. You bear in one another in love. Praise be to God. A team cannot work on a team without love. Praise be to God. You cannot walk on a group that has no love. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Wale ambao unatembea nao lazima wawe wako na upendo, na wewe lazima uwe uko na upendo. Hallelujah. Amen. Praise be to God. And as we have learned from these insects, we have learned much. Hallelujah. Na tumeweza kujifunza. Na tukajifunza mengi. Hallelujah. And now Paul is telling us to keep the unity of the Spirit of the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you are called in one hope of your calling. Praise be to God. You all, nyinyi wote mpaka mimi, we were all called with one hope. Praise be to God. The hope of your calling. Just as you are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism. Hallelujah. Amen. Praise be to God. One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. So let us walk in unity. Let us walk in teamwork. For this righteousness needs teamwork. Hallelujah. Nisomee John 13:35 namaliza. John 13:35. John 13:35.
John chapter 13 and verse 35. By these shall all men know that ye are my disciples, if ye love one to another. Hallelujah. And as you walk in unity with the one love, the world will see you. Praise be to God. People will see you, and they will know that these are the disciples of Christ. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wakiwatazama na kuwaona, wataona ya kweli hawa ni wateule wa Mungu, hawa ni wafuasi wa Yesu. Praise be to God. I remember one day tuliandaa Gikomba, na tukiwa Gikomba pale pamoja na mtumishi na mke wake. Kwa sasa hiyo wakati ya kwa mke wake, sasa ndio ni mke wake sasa. Hallelujah. So at that time tukaenda mahali pale, tulikuwa tumeenda kununua kitu fulani, and I remember that person alikuja kutuuzia, akasema watumishi niambieni. Hallelujah. Praise be to God. He recognized, hallelujah, he recognized these are the servants. Hallelujah. He recognized the disciples. Praise be to God. When you walk in troops, when you walk in groups, watu wote wakiwa mbali watajua these are the disciples of Christ. Hallelujah. Hata watu ambao wametoka kwa klabu usiku watembea pamoja, utajua ni watu wa nani? Wametoka wapi? Watu wapo? Hallelujah. Washarati wakitoka kazi yao usiku upatane nao asubuhi, utajua ni watu wa usiku kazi. Hallelujah. Bwana asifiwe. So as you work together, as we do the work of unity together, let even the world know that these are the disciples of Christ. Let us raise up. Najua tumeweza kujifunza from those insights, and we are no longer being sluggard. Hatutakuwa wavivu tena, but we shall work hard in unity. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. So whatever you see, whatever animal you see, whatever insect you see, run from it. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Usikachukua na kukafinya tu. Bwana asifiwe. Ukipata hiyo ile ndogo zaidi ni Lisuya ama ni gani? Ile ndogo zaidi. Kana kadogo zaidi, the smallest insect you'll ever think. Hiyo ndogo zaidi ukikapata usikafinye kwanza. First see the creation of God. Alafu ujaribu kusoma kwake. Hallelujah. If God is telling us go to the birds, enda kwa samaki, go to the beast. Ukienda huko Masai Mara, usiende tu kuona wanyama, go and run from them. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ukitoka hapo uende, for every creation run to learn something from them. Praise be to God. And surely you will learn something. Utasoma kitu. For every creation of God, you will learn something. The Bible tells us that we are surrounded by a crowd of witnesses. Praise be to God. Who is the crowd of witnesses? Hallelujah. Amen. Who is it? Everything. Praise be to God. Maana hata hiyo mti itapeana ushuhuda wako. Hallelujah. Whatever you have. So let us pray. That was our Bible study for today, and I hope you have learned something. Father, in the name of our Lord Jesus, we worship you and we glorify your name, O Father. Thank you, Jehovah, my God. You have been with us all through, O Lord, for that Bible study. We worship you and we honor your name, O God. And from today, Jehovah, we have learned that, Lord, we shall not be sluggard anymore, Lord. But Jehovah, we have become wise. And Lord, wisdom is our part, O Lord. Jehovah, mighty Father, thank you for teaching us, Jehovah, on those insects, Jehovah. And Lord, I know that, mighty Father, we shall no longer be the same. Yes. Thank you, Father. Thank you, Lord of all glory. Jehovah, we pray this morning, Lord, that continue working on us, Jehovah. Continue, Jehovah, putting more words on us, Jehovah. Help us with the spirit of understanding. Help us with the spirit of wisdom. Help us, Jehovah, in anything, oh God, that we need. In the name of our Lord Jesus, we do pray and even believe. Amen. 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 Hallelujah. Kwa ajili ya ndugu yetu tumesoma Proverbs 6:6. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Mungu na atendee mema. Hii ilikuwa Bible study na
niulize swali. Get the end-time writings of Apostle Simon Gishinga, a humble end-time messenger with an apostolic wisdom of the Word of God and end-times revelations, preparing the bride of Christ for the second coming of the Lord Jesus Christ in complete holiness and graciousness. Go to Play Store Android application and search Apostle Simon Gishinga. Click and download the application. All messages are offline. Once you download them, receive back the ancient Word of God, reviving the saints for the kingdom of God by inspired living Word of God. Search Apostle Simon Gishinga on Play Store application.